Wanasema IAA ni next level na IAA bila ukatili inawezekana. So siku ya leo tumefanya uzinduzi wa Gender Desk Club ndani ya The Institute of Accountancy Arusha. Tumeongelea mambo mbalimbali kuhusu jinsia na vitu ambavyo vinawakumba wanafunzi ndani ya chuo cha uhasibu Arusha. Kwa hiyo hii ni fursa ya kuwafanya wanafunzi waweze kufungua mioyo, waweze kuwa na uhuru na kuweza kuongeza bidii kubwa ndani ya ufaulu wa masomo yao. So this is Lady Sauti Karen Kamene, niko na IAA Media TV. Leo ni siku ya kipekee. Tunaona tumefanya utambulisho wa dawati. Dawati hili lilianzishwa mwaka wa 2023, lakini kila mwaka huwa kwa sababu wanafunzi wanakuja na kuondoka. Kwa kila mwaka huwa tunatumiaga nafasi siku moja kufanya utambulisho kwa dawati hili kwa wanafunzi wanaoingia. Kwa mfano kwa mwaka huu tumefanya utambulisho wa dawati hili kwa wanafunzi ambao waliingia Novemba 2025 na hao walioingia Machi 2026. Kwa hiyo ni zoezi endelevu ili jumuiya ya chuo cha uhasibu hasa wa kampasi ya Arusha iweze kufahamu umuhimu wa hili dawati. Dawati hili ni la msingi. Tunafahamu kabisa ili mwanafunzi aweze kuwa na mazingira bora, cha kwanza lazima awe na darasa zuri kwa ajili ya kusoma, awe na vitabu kwa ajili ya kujifunza na kuongeza elimu, lakini awe na walimu bora wa kuweza kumfundisha na aweze kuelewa. Lakini juu ya yote haya yanatakiwa yafanyike kwenye mazingira bora ambayo hayana ukatili wa aina yoyote. Kwa hiyo dawati hili linakuja kuunganisha wanafunzi na uongozi katika kuhakikisha kwamba masuala yote ya kiukatili ya jinsia yanatokomezwa katika mazingira yetu ya chuo cha uhasibu. Lakini vile vile kabla ya changamoto kutokea, dawati hili litakuwa linashughulikia kuhakikisha kwamba kuna utokomezaji mkubwa wa ukatili wa kijinsia ambao utatokea baina ya jamii yetu ya wanafunzi wetu wa kike pamoja na wa kiume. Kwamba ni mikakati gani tunayoiweka ili kuhakikisha kwamba mazingira ya kujifunzia yanakuwa ni salama. Mikakati tulionayo ni kama hivi: kutoa elimu kwa wanafunzi kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia, kuwahamasisha watoe taarifa za kijinsia na kuchukua hatua stahiki kwenye mashauri yote ambayo tunaletewa pale kwenye ofisi zetu za dawati. Hiyo ndio mikakati ambayo tunayo. Kuwapata wanafunzi ambao wana hofu ya kufika kwenye dawati, hakuna njia nyingine zaidi ya kuendelea kutoa elimu na kuwahamasisha na kuwahakikishia kwamba mashauri yao yanapofika pale kwenye dawati la jinsia yamefika sehemu salama. Kuhusu swala la usalama wa taarifa, tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Tuna sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo kama tumeaminiwa kuwa pale kama watu wa dawati, manake habari zote zinazoletwa pale ziko salama. Usiri unazingatiwa na tunafuata utaratibu wa kutatua hizo changamoto ambazo tunaletewa. Tunapozungumzia masuala ya jinsia, kwanza watu waelewe na wanachuo au jumuiya ya wanataaluma waelewe kwamba tunazungumzia uhusiano uliopo kati ya wanaume na wanawake, kwa sababu mara nyingi watu wengi wakisikia neno jinsia wao wanawaza kwamba wanazungumziwa tu upande wa wanawake. Kwa hiyo ni mahusiano yaliyopo katika jamii au katika taasisi hizi kati ya wanaume na wanawake. Na kimsingi unapoongelea dawati la jinsia katika vyuo vya elimu ya kati na elimu ya juu, unazungumzia chombo au dawati ambalo linakuwa na majukumu ya kuwasaidia wanafunzi na watumishi katika vyuo kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na jinsia, ikiwemo masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia pamoja na haki za wanaume na wanawake katika taasisi hiyo. Upande wa wakiwa vyuoni wafike katika hilo dawati la jinsia, kwa maana ya taasisi ya uhasibu Arusha wenyewe wamepiga hatua, wameunda hilo dawati, lakini wamefanya kitu kingine kizuri. Wameanzisha club ya jinsia. Kwa hiyo inakuwa ni jukwaa la wanafunzi kukutana na kujadiliana mambo yao. Lakini kwa wale ambao sasa hawapo kwenye taasisi kama hii, wanaweza kufika kwenye kituo cha polisi,
tuna maafisa maendeleo ya jamii katika ngazi ya kata, tuna maafisa ustawi wa jamii kwenye ngazi ya kata, kwenye ngazi ya halmashauri, na katika hospitali yetu ya mkoa wa Arusha tuna kituo cha One Stop Center, kituo cha mkono kwa mkono, ambako wale watoa huduma wote kwa yule manusura wa ukatili wa kijinsia wanakuwa kwenye eneo moja, kwa maana ya mtu wa polisi, mtu wa sheria, afisa ustawi wa jamii, daktari kumhudumia. Kwa hata pale wanaweza kufika kupata huduma. Lakini tuna mashirika pia sio ya kiserikali yanayoshughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia. Tuna watu kama Taula, chama cha wanasheria wanawake, tuna Legal Human Rights Center, lakini kwenye jamii pia tumekuwa na watu wanaoitwa wasaidizi wa kisheria. Kwenye mkoa wa Arusha tunao wasaidizi kwenye wilaya zote za mkoa wa Arusha. Kwa hiyo ukimsikia msaidizi wa kisheria unaweza ukafika ukapata huduma pamoja na wale wengine ambao nimewataja. Lakini pia serikali imeanzisha au imetoa namba ya kupiga bure hata kama una salio, ambayo ni 116. Kwa hiyo ukiona mtu amefanyiwa ukatili au mtoto amefanyiwa ukatili, unapiga namba 116, utasikilizwa alafu utasaidika. Kwa majina, kwanza ninaitwa Juliana, ninasoma mwaka wa pili kozi ya Finance and Banking. Kwa upande wangu, kupitia dawati la jinsia kwa hapa IAA linasaidia mwanafunzi kuepukana na violence yoyote ambayo itakukumba. For example, inaweza katokea mwanafunzi umekutana na changamoto au la lecture na kuhitaji alafu wewe hutaki, na anaweza kukusababisha kufelisha mtihani. Kwa kupitia dawati la kijinsia nitaripoti changamoto yangu, nitasaidiwa. Kwa hiyo inasaidia hata kama katika jamii huko ukitoka nje bado unakuwa umepata knowledge how to help the society to move from the violations. Kwa leo tumezindua klabu yetu ya Agenda. Kwangu mimi imekuwa na manufaa makubwa kwa sababu imekuja imeniongezea utanuzi wa kuelewa haki yangu. Yes, na how to abandon discrimination in our community. So imetuletea ni kama faida, ni faida kwetu. So imetuletea ni faida, yani imetuongezea kitu, na inatusaidia sana katika kama hapa chuoni mtu anajua haki yake, ni hapa nimefanyiwa hivi, hapa nifanye hivi. That is it.